Kulikuwa na kijiji kidogo, tulivu na chenye amani kiitwacho Bugema, kilichojificha kwenye vilima vya mkoa wa Dodoma. Watu wa Bugema waliishi maisha rahisi, wakilima, kubeba maji kutoka visimani na kukaa pamoja jioni wakipiga soga. Kila mtu alimjua mwenzake kijijini hapo na habari zilienea kwa haraka. Ikitokea jambo kwa mtu mmoja, kufikia asubuhi yote kijiji kingekuwa tayari kimesikia. Lakini kwa miezi kadhaa hofu ilikuwa imetanda kijijini. Wasichana vijana walikuwa wanapatikana wamekufa, mmoja baada ya mwingine. Hakuna aliyefahamu ni nini kilikuwa kinawasababisha vifo, lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichojirudia, alama za ajabu kwenye shingo zao. Zilionekana kama kung'atwa na nyoka, lakini hakuna aliyewahi kumuona nyoka mahali walipokufa. Ilikuwa kama vifo hivyo vilikuwa vinatokea kwa siri, na hiyo iliwafanya watu waogope zaidi. Mwenyekiti wa kijiji, Mzee Sanga, alituma wawindaji kuingia msituni kumtafuta huyo nyoka. Lakini walirudi mikono mitupu. Vifo havikuisha, bali vilizidi na hofu ikaongezeka. Akina mama walianza kuwaonya mabinti zao wasitoke usiku. Hata mchana wanawake hawakujisikia salama. Kijiji kilichokuwa na furaha kikawa kimya na watu wakaanza kukosa kuaminiana. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuonesha kujali hofu hiyo yote. Jina lake alikuwa John. Ukimuuliza msichana yeyote kijijini Bugema ni nani alikuwa kijana mtanashati zaidi, jibu lilikuwa ni moja tu, John. Mrefu, mwenye misuli, ngozi nyeusi laini na macho yaliyong'aa kama mtu aliye na siri moyoni mwake. Tabasamu lake tu lilitosha kumfanya msichana apoteze fahamu. John alikuwa mjenzi na kazi yake ilimfanya mwili wake kuwa na mvuto. Lakini haikuwa sura tu, alijua kuongea kwa namna ambayo msichana yeyote angejisikia maalum. Alikuwa na sauti nzito, laini kama upepo wa jioni kabla ya mvua, na hakuwahi kosa maneno ya kumfariji msichana aliyekuwa na huzuni. Alijua kuwadanganya wanawake kwa urahisi, kama alivyojua jinsi ya kujenga nyumba. Lakini nyuma ya sura hiyo ya kuvutia, John alikuwa na siri ya kutisha. John alijua kuwa yeye ni mtanashati na hakulificha hilo. Alitembea kijijini kwa kujiamini, kichwa chake kikiwa juu, macho yake yakichunguza wanawake waliokuwa karibu. Wanawake wa Bugema walivutiwa naye kama sisimizi kwenye asali. Iwe ni kisimani, sokoni au mashambani, kama John alikuwa karibu, wanawake hawangeweza kuondoa macho yao kwake. Lakini haikuwa kwa sura yake tu. John alijua sana kusema maneno matamu kwa wakati sahihi. Alijua jinsi ya kumfanya msichana ajisikie kuwa wa kipekee. Hakuharakisha. Alivuta polepole hadi moyo wa mwanamke, akimfanya ajisikie salama, akimfanya amtamani. Akimtaka msichana, alikuwa anamchukua. Tabasamu lake moja tu, maneno machache ya upole, na kabla hujajua, msichana alikuwa tayari kwake. Na akishamvutia, angempeleka kwenye kibanda chake kilichokuwa pembezoni mwa kijiji, mbali na macho ya watu. Huko, chini ya mwangaza hafifu wa mwezi, John angeanza uchawi wake. Alikuwa mpole, mvumilivu, akimfanya kila mwanamke ajisikie ni wa muhimu kuliko wote duniani. Lakini usiku ulipozidi kuwa wa giza, John alieleza swali la kushangaza. Unajua tofauti ya mwili wa mwanaume na nyoka? Wanawake hawakuwahi kuelewa maana yake. Wangecheka wakifikiri ni utani. Lakini kabla hawajajibu, John angeanza kupiga mluzi, sauti ya ajabu iliyojaza hewa kwa ubaridi. Wanawake wangeanza kujisikia kutotulia. Na hapo ndipo jambo hilo la kutisha lilitokea. Kabla hawajajua kilichotokea, wangesikia mguso wa baridi na laini ukitambaa kwenye ngozi zao. Nyoka mweusi mwenye kutisha alitoka kwenye suruali ya John, akijikokota na kujizungusha juu ya miili yao polepole kama anacheza na mawindo yake. Kisha kwa ghafla angeng'ata shingo zao. Kung'atwa huku kulikuwa na alama mbili kali, kama meno ya sumu yakipenya kwenye ngozi. Sumu hiyo ingeenea haraka, mwili wa mwanamke ukitetemeka, akijikaza hadi maisha yanamtoka. Kwa dakika chache tu angekuwa amekufa. Na John angebaki amesimama juu ya mwili wa mwanamke huyo, akiwa hana hisia usoni.
Asubuhi ingefika, mwili wa mwanamke huyo ungefikishwa kwenye uwanja wa kijiji, baridi na mweupe, na alama zile zile shingoni. Wanakijiji wangekusanyika, wakitikisa vichwa vyao kwa huzuni, wakijiuliza ni nyoka wa aina gani anayesababisha maafa hayo. Lakini hakuna aliyewahi kumtuhumu John. Alikuwa mzuri kupita kiasi. Mvuto wake ulikuwa mkubwa sana. Hakuna aliyemshuku. Kila msichana alipokufa, hofu kijijini ilizidi. Lakini John aliendelea na maisha yake kama vile hakuna lililotokea. Wanawake bado walicheka na kupepesa macho walipomwona akipita. Hawakujua kabisa hatari iliyokuwa imejificha nyuma ya sura yake ya kuvutia na maneno yake matamu. Maisha Bugema yaliendelea hata katikati ya hofu. Wanawake walizidi kuwa waangalifu, hasa usiku. Lakini shughuli za kila siku kama kuchota maji, kilimo na biashara ziliendelea. Kila msichana alipokufa, watu walihuzunika. Lakini hakuna aliyekuwa na majibu. Mwenyekiti Sanga alijitahidi kuwapa watu matumaini. Lakini moyoni, kila mmoja alijua kuwa jambo hilo lilikuwa na mizizi ya kipekee, halikuwa tu suala la nyoka wa kawaida. Kisha, siku moja, sura mpya ikaonekana kijijini. Alikuwa msichana aitwaye Ima. Ima alikuwa tofauti kabisa na wanawake wengine wa Bugema. Alikuwa mrefu, mwenye umbo la kupendeza, ngozi yake iling'aa kama mbao iliyonolewa. Alitembea kwa utulivu uliojaa kujiamini, kama mtu ambaye hakutishwa na chochote kilichomzunguka. Uzuri wake haukuwa tu kwenye sura au umbo, ulikuwa kwenye namna alivyojitambulisha, kana kwamba kila hatua yake ilikuwa na maana. Ima alikuwa amekuja kumtembelea shangazi yake, aliyekuwa akiishi pembezoni mwa kijiji. Na karibu mara tu alipoingia Bugema, alimvutia John. Mara ya kwanza John alipomwona Ima alikuwa kisimani. Tofauti na wanawake wengine waliogeuka kumtazama, kucheka au kupepesa macho alipopita, Ima hakutikisika hata kidogo. Hakumtazama wala kumchekea. Badala yake, alimpita tu huku uso wake ukiwa mtulivu kana kwamba anaijua dunia nzima. Hilo lilimvutia John. Hakuwa amezoea kupuuzwa. Na utulivu wa Ima ulimchokoza kama changamoto. Tangu siku hiyo, John akaamua lazima ampate Ima. Akaanza kumfuatilia zaidi. Aligundua kwamba Ima alikuwa mpole lakini hakuwa karibu sana na watu. Aliongea kwa heshima lakini hakuwaacha watu kumkaribia kwa urahisi. Hilo lilizidi kumvutia John. Hakuwa tu amevutiwa na uzuri wake, bali pia fumbo lililomzunguka. Kwa kawaida, John alipompenda msichana, ndani ya siku chache tu tayari alikuwa naye. Lakini Ima hakuwa hivyo. Alimzuia kila mara, kana kwamba anajua jambo ambalo John mwenyewe hakulijua. Siku moja alasiri, John alipata nafasi aliyokuwa akisubiri. Ima alikuwa kisimani, akikamilisha kuchota maji. Watu waliokuwepo walikuwa wachache. John alitembea kwa maringo na tabasamu lake la kawaida. Ima, alisema kwa sauti tamu na nzito, nikusaidie kubeba hilo pipa. Ima alimtazama bila hisia. Hakukataza wala kutabasamu. Alisema kwa sauti ya utulivu, kama unasisitiza, akiruhusu John abebe pipa la maji. John alihisi kama ameshinda. Alilibeba pipa kwa wepesi, akionyesha misuli yake ya nguvu. Walitembea pamoja hadi kwa shangazi wa Ima. John alijaribu kuanzisha mazungumzo, lakini Ima alijibu kwa heshima, lakini si kwa ukaribu. Hilo halikumkatisha tamaa. Kwa akili yake, aliamini muda si mrefu angemvunjia ngome yake ya heshima. Baada ya siku hiyo, John hakuweza kumtoa Ima akilini. Hakuwa kama wanawake wengine wa Bugema waliodhoofika mbele ya tabasamu lake. Alikuwa tofauti. Jinsi alivyokuwa kimya, ndivyo John alivyozidi kumtamani. Alianza kumfuatilia kwa ukimya, akitazama akienda sokoni, kisimani au shambani na shangazi yake. Ima aliendelea kuwa na utulivu wa kuvutia. John akaanza kutafuta sababu za kuzungumza naye, kujitolea kumsaidia, kujaribu kupenyeza kwa mazungumzo madogo. Lakini haikusaidia. Ima alikuwa mwangalifu. Hali hiyo ikaanza kumkera John.
Usiku mmoja akajua hawezi kuvumilia tena. Akaamua kumvizia Ima shambani kwa shangazi yake alipokuwa akienda kuvuna viazi vitamu na mboga. Jua lilikuwa likizama, anga limepambwa na rangi ya machungwa. John alijiegemeza chini ya mti, macho yake yakimsubiri Ima. Hatimaye alifika. Ima alikuwa na kikapu kichwani, akitembea kwa mtindo wake wa kawaida wa kifalme. Alipomkaribia, John akajitokeza na kusema, Ima, mbona umekuwa ukinikwepa? Ima alimtazama, uso wake usiobadilika. Sijakukwepa John. Nimekuwa nikiendelea na shughuli zangu tu. Jibu hilo lilimchefua John. Hakujua kama ni hasira au fedheha. Hakujua kwa nini hakumpata kama wengine. Lakini alijituliza, akacheka kwa upole na kusema, mbona uko mkali sana? Niruhusu nikutembeze, tukazungumze kidogo, tukajuane vizuri. Ima alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akatikisa kichwa. Sina haja ya hayo, John. Akampita taratibu. John alibaki amesimama akiduaa. Hakuwahi kusikia msichana akimkataa namna hiyo. Lakini badala ya kukata tamaa, hisia zake za kumtamani Ima ziliongezeka maradufu. Lazima ampate. Kwa vyovyote vile. Akiwa amekasirika, moyo wake ukijaa uchu, John akajua Ima lazima awe wake. Hasira na uchu wa John kwa Ima vilizidi kila siku. Alizoea wanawake kumkubali haraka, lakini Ima alikuwa tofauti. Kadri alivyozidi kumpuuza, ndivyo John alivyozidi kupagawa. Akaamua kubadilisha mbinu. Badala ya kumfuata kila mara, John alijiondoa. Aliacha kabisa kumkimbilia. Hakumfuata sokoni wala kisimani. Walipokutana, alimsalimia kwa kawaida tu, bila kuonesha ile tabasamu ya kawaida. Alianza kujifanya kama hayupo tena kwenye maisha ya Ima. Ima aligundua mabadiliko hayo. Alitarajia John angeendelea kumtaka kwa nguvu, lakini sasa alikuwa kimya. Karibu siku kadhaa zilipita bila hata kusalimiana. Hali hii mpya ilimfanya Ima kuwa na mashaka na pia kuwa na hamu ya kujua kulikoni. Siku moja jioni, alipomkuta John ameketi nje ya kibanda chake akinoa vifaa vyake vya ujenzi, alisimama mbele yake na kusema kwa utulivu, umekuwa kimya siku hizi. John alitazama chini, kisha akainua macho kwa upole na kujibu, nimekuwa nikitafakari tu maisha. Alijibu kwa sauti ya taratibu, bila tabasamu. Hilo liliwasha moto wa udadisi ndani ya Ima. Kimya hicho cha John kilianza kumvuta. Baada ya muda mfupi wa ukimya, John alimwalika kwa matembezi mafupi. Walitembea pamoja, mazungumzo yao yakiwa mepesi. Hakujaribu kumsifia wala kumwimbia maneno matamu. Alijifanya mtu wa kawaida, mwenye fikra, mwenye upole, mwenye kutafakari. Ima alianza kulegeza ulinzi wake. Polepole, John alianza kuteka akili ya Ima. Alikuwa na uhakika wakati umefika. Jioni moja, jua likitua taratibu juu ya Bugema, John alimwalika Ima kwenye kibanda chake. Tunaweza kupumzika kidogo na kuongea kwa utulivu, alisema kwa sauti laini. Ima alikubali. Walipofika kwenye kibanda, mwanga hafifu wa taa ya mafuta ulijaza ukumbi mdogo. Kivuli kilicheza ukutani. John alimkaribisha Ima na kumwaga pombe ya mnazi kwenye kikombe, akampa. Mazungumzo yao yalianza. Ima alikunywa taratibu, akimwangalia John kwa jicho la tahadhari, lakini macho yake hayakuwa makali kama awali. Alionekana yuko huru, japo kwa tahadhari. John alitabasamu kimoyomoyo. Ameshika. Akaanza kumkaribia, akampapasa mkono kwa upole. Sauti yake ikabadilika, ikawa ya kuvutia zaidi, ya mtego. Ima, alitamka kwa upole, nimekuwa nikikuwaza sana. Wewe ni tofauti. Mwenye nguvu. Mwenye akili. Huwezi kulinganishwa. Ima alitabasamu kidogo, lakini uso wake bado ulikuwa wa tahadhari. Kisha John akamwangalia kwa makini na kuuliza, unajua tofauti ya mwili wa mwanaume na nyoka? Ima alikunja uso, akishangaa kwa swali la ghafla.
Kabla hajajibu, John alianza kupiga mluzi, sauti ya ajabu, ya utulivu, lakini yenye kuleta hofu. Kitu kikaanza kutikisika gizani. Ima alihisi hali isiyo ya kawaida ndani ya kibanda. Ndipo akaona kivuli kikitoka kwenye suruali ya John. Nyoka mrefu, mweusi, mwenye kung'aa chini ya mwanga wa taa. Alianza kujizungusha polepole karibu na miguu ya Ima. John alikuwa ameketi kimya, uso wake hauna hisia. Lakini jambo la kushangaza lilitokea. Ima hakuogopa. Badala yake, alipenya mkono ndani ya kanga yake na kutoa filimbi ndogo, nyeupe. Bila kuchelewa, akaiweka mdomoni na kuipuliza. Sauti yake ilikuwa kali, ya ajabu, na ilijaza kibanda kwa nguvu ya ajabu. Macho ya John yalipanuka kwa mshangao. Nyoka alisimama. Alionekana amechanganyikiwa. Badala ya kumgeukia Ima, aligeuka kumtazama John. Ima alipuliza tena filimbi. Safari hii nyoka alianza kumzunguka John taratibu, polepole, akimfungia ndani ya mizunguko yake. John alirudi nyuma, hofu ikiwa imemjaa usoni. Mara ya kwanza alikuwa na hofu ya kweli. Nyoka akajifunga zaidi, meno yake yakiwa karibu na shingo ya John. Umefanyaje hii? John aling'aka kwa hofu. Uso wa Ima ulikuwa mtulivu. Akamwambia kwa sauti ya baridi, wewe si wa pekee unayeweza kuamuru nyoka. Sasa ni wakati wako wa kulipa kwa maovu yako. Na kabla John hajazungumza tena, nyoka akamng'ata. Sumu ikaenea mwilini mwake haraka. John alitetemeka, akakohoa, akipigana na pumzi yake ya mwisho. Mwili wake ukawa baridi, macho yakitazama hewani pasipo kuona. Kisha kimya. Nyoka alijilegeza na kuondoka gizani, akimwacha John akiwa mfu sakafuni. Ima alisimama juu ya mwili huo bila kutoa machozi. Alikuwa ametimiza alichokuja kufanya. Kabla hata Ima hajafika Bugema, moyo wake ulikuwa mzito kwa majonzi na hasira. Sababu ya yeye kuja kijijini haikuwa tu kumtembelea shangazi yake kama alivyowaambia watu, alikuwapo kwa ajili ya kulipiza kisasi. Miezi michache kabla ya kuwasili Bugema, rafiki yake wa damu, Lina, alipoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha kwenye kijiji jirani. Kifo cha Lina kilimuumiza sana. Wamekulia pamoja tangu utotoni, wakigawana ndoto, furaha na hata siri za moyoni. Siku moja jioni, Lina alimwambia Ima kuwa alikuwa ameanza uhusiano na mwanaume mpya. Alimtaja kuwa ni mrefu, mtanashati na mwenye mvuto usioelezeka. Ananifanya nijisikie kama mimi ndiye mwanamke pekee duniani, Lina alisema kwa bashasha. Lakini hakumtaja jina. Alimtaja tu kama mtu maalum mwenye jambo la kipekee. Wiki mbili baadaye, mwili wa Lina ulikutwa uwanjani, baridi, mweupe na alama zile zile za kung'atwa shingoni. Watu walihuzunika, lakini hakuna aliyekuwa na majibu. Ima aliumia sana. Maumivu ya kumpoteza rafiki yake yalimtesa, lakini zaidi ni mshangao, ni nani alikuwa mwanaume huyo? Kwa nini Lina hakumtaja jina lake? Na kwa nini hakuna mtu aliyemjua? Ndipo moyo wake ukageuka kuwa moto wa uchungu. Akajiapiza hatapumzika hadi apate ukweli. Akaanza kufanya uchunguzi wake kwa utulivu. Akazungumza na watu mbalimbali katika vijiji jirani, akiuliza maswali ya busara. Alipokusanya fununu nyingi za vifo vya aina moja, wasichana wazuri, waliokufa kwa namna isiyojulikana, alama shingoni, njia zote zilimpeleka sehemu moja, kijiji cha Bugema. Alipofika Bugema na kumwona John kwa mara ya kwanza, moyo wake ulimwambia huyu ndiye. Sura yake, maneno yake, tabasamu lake, vililingana kabisa na maelezo ya Lina. Lakini Ima alijua jambo moja muhimu, hawezi kumkabili moja kwa moja. John alikuwa mwerevu, mwenye akili na ujanja wa kumvutia yeyote. Alikuwa kama nyoka mwenye manyoya, mzuri lakini mwenye sumu kali. Ima alijua ni lazima acheze mchezo wake. Amwache John afikiri kuwa anamteka, amfanye John aamini kuwa naye anaangukia kwenye mtego wake wa maneno matamu. Huko ndiko kulikokuwa chanzo cha mkakati wake wa kimya.
Lakini kabla hajafika Bugema, Ima alikwenda kwa mtabibu maarufu kutoka kijiji chao, mzee wa hekima, aliyekuwa na uwezo wa kuona zaidi ya macho ya kawaida. Mzee huyo aliitwa Mzee Munga na alikuwa maarufu kwa kugusa yaliyojificha ndani ya ulimwengu wa kiroho. Ima alieleza kila kitu: kifo cha Lina, mwanaume wa ajabu, alama za nyoka na siri nzito. Mzee Munga alimkaribisha ndani ya kibanda chake kilichojaa harufu ya uvumba na mimea ya dawa. Alifunga macho yake kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, nzito, yupo mwanamume ambaye mwili wake si wa kawaida. Amebeba nyoka ndani ya mwili wake, si nyoka wa kawaida, bali nyoka wa ushawishi na mauti. Huyo nyoka si rafiki yake, bali ni silaha yake. Huyo nyoka humpa mvuto wa kuvutia wanawake. Lakini atakapowapata, nyoka hufanya kazi yake ya mwisho, kuwaua. Ima alipatwa na baridi kali. Alikuwa amehisi kuna giza, lakini sasa alihakikishiwa. Akauliza kwa ujasiri, je, kuna njia ya kumzuia? Mzee Munga akatikisa kichwa, ndiyo, lakini ni hatari. Lazima utumie silaha yake dhidi yake mwenyewe. Nyoka huyo huitikia mluzi wa aina fulani, mluzi anaoupiga mwanaume huyo kabla ya kuleta nyoka wake. Lakini kwa chombo sahihi, unaweza kumgeuza nyoka huyo awe upande wako. Akamkabidhi Ima filimbi ndogo ya fedha yenye nguvu ya kipekee ya kiroho. Piga filimbi hii kwa wakati sahihi na nyoka atakutii wewe. Lakini kuwa makini, mwanaume huyu ni mjanja. Atajaribu kukuvutia, kukudanganya. Usimwambie lolote. Mwache aamini kwamba amekushinda. Wakati ukifika, piga filimbi. Na hapo ndipo safari ya Ima ikaanza. Kwa siku na wiki alijifanya amependezwa na Johnny. Alijizuia kucheka, alijifunza kustahimili maneno matamu, alijua namna ya kuvumilia ushawishi wake. Yote hayo kwa lengo moja, kumkamata nyoka wa Bugema. Na sasa, akiwa amesimama juu ya mwili wa Johnny, baridi na usio na uhai, alijua kuwa amefanikiwa. Asubuhi ilipofika, kijiji cha Bugema kilikuwa na msisimko wa ajabu. Watu walikimbia kuelekea uwanjani wakiwa wamesikia fununu zisizoeleweka. Johnny amekufa. Kulikuwa na nyoka. Ima ndiye aliyemuua. Uwanja wa kijiji ulikuwa umejaa. Wanakijiji walikusanyika kwa mshangao na hofu. Na pale katikati ya uwanja, mwili wa Johnny ulikuwa umelala baridi, mweupe, na pembeni yake alikuwa nyoka mkubwa, kichwa chake kikiwa kimetenganishwa na kiwiliwili mfu. Ima alisimama mbele ya kila mtu, akiwa mtulivu lakini macho yake yakiwa yamejaa uchungu na hekima. Akavuta pumzi ndefu, halafu akaanza kusema kwa sauti ya wazi. Mimi si mgeni tu kama mlivyofikiria. Nilikuja hapa kwa lengo maalum, kutafuta ukweli kuhusu kifo cha rafiki yangu Lina na kumaliza mauaji ambayo yamekuwa yakitokea kijijini kwenu. Watu walitazamana kwa mshangao. Wengine walishindwa kuamini macho yao. Ima aliendelea. Johnny, pamoja na sura yake nzuri na maneno yake matamu, hakuwa wa kawaida. Mwili wake wa kiume ulikuwa na nyoka halisi aliyekuwa akiwavuta wanawake kwa mtego wa mapenzi, kisha akiwaua usiku kwa kung'atwa na sumu. Wanakijiji waliangua vilio na kupiga kelele za mshangao. Haikuwa inaingia akilini, mama mmoja alisema. Nilikuwa nikimtamani sana, binti mmoja alijilaumu. Ima akainua mkono wake kuwa kimya kirejee. Sikutaka kuamini nilipofikiriwa mara ya kwanza. Lakini nilipokwenda kwa mtabibu wa kiroho, nilielezwa ukweli. Na nilipewa silaha, filimbi hii, ili iwe ngao yangu. Nilicheza mchezo wake, nikamfanya aamini ameninasa. Lakini usiku ule, nilipiga filimbi, na nyoka wake akamgeukia mwenyewe. Watu walishika vichwa vyao. Wengine walilia. Wengine walitetemeka kwa huzuni na hofu. Mwenyekiti Sanga alisimama mbele ya watu na kusema kwa sauti nzito. Tulimtazama Johnny kama kijana bora. Tulimwona kama mfano wa kuigwa. Hatukujua kuwa tulikuwa tukileta mnyama ndani ya nyumba zetu. Akaangalia Ima na kusema, kwa hekima yako, moyo wako wa ujasiri na kujitoa kwako, umetuweka huru. Bugema itakukumbuka daima.
Wanawake waliokuwa wamewahi kumtamani John walibaki kimya. Wengine walilia kimya kimya. Waligundua jinsi walivyokuwa karibu sana na mauti bila kujua. Miaka ikapita. Hadithi ya John, kijana aliyekuwa na mwili wa kiume wa nyoka, ikawa hadithi ya kuogopwa. Akina mama waliisimulia binti zao, wakiwaonya dhidi ya wanaume wanaojua kusema vizuri lakini mioyo yao imejaa giza. Usimhukumu mtu kwa sura au maneno yake, bali kwa matendo yake, walifundishwa watoto. Jina la John lilikufa na historia halikutajwa tena kwa heshima. Alibaki kuwa kumbukumbu ya giza, mfano wa mwanadamu aliyetumia mvuto kwa maangamizi. Lakini jina la Ima lilibaki hai. Aliheshimiwa, kuenziwa na kusimuliwa kama mwanamke jasiri. Aliokoa wanawake wa Bugema kwa kutumia akili, subira na nguvu ya kiroho. Alijulikana kote katika mkoa wa Dodoma kama binti wa hekima ambaye alikabiliana na uovu uso kwa uso na kushinda. Hadithi yake ikapita vizazi na vizazi, ikibeba somo kuu. Si kila kilichovutia ni salama. Si kila maneno matamu yana nia njema. Na si kila tabasamu ni la upendo, wengine huja na sumu ndani ya midomo yao. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti. Pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.